Mpendwa, nikukaribishe katika somo la 8. Somo la 8 la mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu. Somo linasema wakuu wa imani, Yoshua na Kalebu. Miongoni mwa kitu ambacho Biblia inakipiga marufuku kabisa ni masuala ya kuigaiga watu ambao huwaelewi. Moja ya kitu cha msingi katika maisha ya kiroho ni kujua CV au biografia au wasifu wa kiongozi wako wa imani. Kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 7 anasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Mwakumbuke waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Anasema tena, kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Hebu tuombe. Baba, ninakushukuru maana katika maandiko matakatifu mimi na mtoto wako huyu umetuwekea rundo la watu wa imani ambao baada ya kuwachunguza sana mwisho wao tunapata vitu vingi sana vya kuiga. Baba, asante kwa sababu ya Yoshua na Kalebu ambao kupitia wao leo tunakwenda kujifunza mambo makubwa sana ya imani, na imani yetu inakwenda kukua katika jina la Yesu. Amen. Somo letu limegawanyika katika sehemu kubwa 5. Sehemu ya kwanza inasema kufanya yasiyowezekana. Sehemu ya pili inasema imani katika matendo. Sehemu ya 3 inasema kukabidhi mwenge, zile kama mbio za vijiti, tunapokabidhi kijiti upande wa pili. Sehemu ya 4 inasema shujaa mnyenyekevu, au tunakwenda kuangalia imani ya Yoshua. Na sehemu ya mwisho, jinsi ya kupata imani. Sehemu ya kwanza, ya pili, ya 3 hizi zitamuhusu Kalebu mwana wa Yefune katika kujifunza vitu vya kuiga kwenye imani yao. Sehemu ya 4 tunakwenda kumwangalia Yoshua, na sehemu ya 5 tunachukua ile general lesson, somo la ujumla la sehemu hizi 4 la kuliweka kwenye maisha yetu kutoka kwa Yesu ambaye aliongoza hawa watu. Kwa ni mambo mazuri sana na yatakubariki sana. Sehemu ya kwanza tunakwenda kumwangalia Kalebu. Kwanza, Kalebu ni nani na kwa nini Kalebu? Why? Kwa nini tuhangaike na Kalebu? Kitabu cha Yoshua 14 mstari wa 8 anasema, lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Huyo ni Kalebu anasema, wale ndugu zangu wa imani, wale ndugu zangu tulioenda nao pamoja katika kuikagua ile nchi ya ahadi, waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Kwa huyu ni mtu sahihi wa kumwiga. Wale ndugu zake ni wakina nani? Wanaitwa nani? Tutawaona na wenyewe pia kwa udogo sana, lakini tutajikita kwa huyu ambaye ndio msingi wa somo la leo. Kalebu anaposema wale ndugu zangu, wale wenzake ni wakina nani? Katika kitabu cha Hesabu 13 tunafahamu kisa cha Mungu kutuma wapelelezi 12. Wapelelezi 2 tu ambao ndio tunajifunza leo imani zao, anaitwa Yoshua na Kalebu, ndio ambao walileta taarifa juu ya uwezo wa Mungu wa kuwasaidia wana wa Israeli kuchukua ile nchi ya ahadi. Hawa wengine 10 ni wakina nani hawa walioleta habari za kuyeyusha mioyo ya wana wa Israeli? Hebu tuwajue hawa watu wanaitwa wakina nani kwanza. Hawa watu 10, kuna jamaa alikuwa anaitwa Shamua, wa pili anaitwa Shafati, kuna Sethuri, kuna Gadieli, kuna Gadi, kuna Geuli, kuna Amieli, kuna Igali, kuna Palti na Nabi. Haya majamaa haya yalileta habari zenye kuvunja mioyo ya watu.
walitumia wingi wao kukatisha tamaa kundi la Mungu. Nini cha kujifunza? Nini cha kujifunza katika sehemu ya kwanza? Usiruhusu kuambukizwa kutokuamini kwa wengi kamwe katika maisha yako. Ni kuombe rafiki yangu, usije ukaambukizwa kutokuamini kwa wengi. Wapelelezi 10 walishawishi mamilioni ya watu wa Israeli wasiamini uwezo wa Mungu, bali waamini vitisho vya majitu yaliyokuwa yako katika nchi ya ahadi. Lakini Kalebu anatufundisha imani ambayo tumepewa kibali na Mungu kuiga. Imani ya kuamini Mungu anaweza, hata kama wanaokuzunguka wote wamekubaliana Mungu katika hili limeshindikana. Hata kama unakabiliwa na kitisho cha kupoteza fursa, kupoteza hata uhai, ili uungane na wengi, uache imani kwa Mungu, usikubali. Kutokuamini ni kitendo cha kulimiti, kuweka mipaka ya uwezo wa Mungu kwenye jambo lako na kujizuilia kwa makusudi baraka za Mungu zinazopokelewa tu na mkono maarufu unaoitwa imani. Imani ni kutie moyo mpendwa, endelea kumwamini Mungu. Mwamini Mungu, mwamini Mungu, kwa sababu kutokuamini kwako ni kufunga nguvu za Mungu zisifanye kazi kwenye maisha yako. Kutokuamini kwako ni kuweka stop sign ya baraka za Mungu kwenye kila eneo na idara ya maisha yako. Kalebu ni nani? Neno Kalebu maana yake ni mbwa, ni mbwa. Lakini neno hili Kalebu ukilikata vipande viwili katika lugha ya asili inaitwa Kalevu. Sasa neno kal maana yake ni all, yote. Alafu neno lev maana yake ni heart, yani moyo. Ukijumlisha kal hafu lev ambaye ni Kalev, ambaye ndio Kalebu huyo, tunasema ni all heart. Kwa maana nyingine ni moyo wote. Maana ya neno Kalebu katika somo la leo ni mtu aliyejitoa kwa moyo wake wote kwa Mungu bila kujali matokeo mengine yoyote. Ni mtu anayesema ni bora nibaki hivi kama Mungu hatafanya kuliko kuacha kumwamini Mungu. Huyu ndio Kalebu. Katika somo la leo tunajifunza, Mungu atusaidie tuweze kujitoa kwake na kwa moyo wetu wote bila kuwa na mashaka na kitu chochote. Nikupe nukuu moja ambayo inatukumbusha makosa ya wapelelezi 10 na baraka za imani ya hawa watu wawili, Yoshua na Kalebu. Na sehemu ya kwanza nimekwambia tunaanza na Kalebu, alafu utafuatia Kalebu, kisha Yoshua, alafu utamaliza somo la jumla. Katika maandiko yaliyovuviwa, manuscript ya 10 ya nabii mwanamke anaitwa Ellen G. White iliyoandikwa mwaka 1903, yako maneno yanayotutia moyo na naomba unifuate vizuri. Machache anasema, it is like that human beings should be considered as grasshoppers when compared with the Lord God of Israel, but it showed a lack of faith for the spies to speak of Israelites thus in comparison with the people they had seen in Canaan. Ni sahihi kabisa kwa mwanadamu kujiona kama panzi. Ni sahihi kabisa kwa mwanadamu yeyote kujiona kama yeye ni kapanzi anapojilinganisha na Mungu wa Israeli, muumbaji wa mbingu na nchi na bilioni mara bilioni ya galaxies na sayari na viumbe hai wasiohesabika. Ni uonyeshaji wa upungufu wa imani, show the lack of faith kwa wapelelezi kusema hivyo
kwa Waisraeli walipojilinganisha na Wakanani. Yani ni sahihi wewe kujilinganisha na Mungu alafu kajiona ni kapanzi, lakini ni makosa ukiwa na Mungu alafu ujilinganishe na chochote alafu wewe ujione na panzi. Unamkosea Mungu sana. Kwa nini? Ukiwa na Mungu, kila tatizo kwenye maisha yako linageuka kuwa dogo kama kapanzi. Ukiwa na Mungu, kila changamoto mbele yako, ukiwa na Mungu kwa imani kwako, macho yako haioni ukubwa wake, inaona upanzi wake. Lakini ni sahihi kabisa wewe mwenyewe ukijilinganisha na Mungu kujiona kuwa ni kapanzi kabisa. Kosa kubwa lolifanya wana wa Israeli wale 10 wapelelezi ilikuwa ni kujilinganisha wao bila Mungu na changamoto iliyo mbele yao ya majitu yaliyo katika nchi ya ahadi. Lakini Yoshua na Kalebu waliokuwa na Mungu, wao hawakujilinganisha kati ya wao na majitu. Walimlinganisha Mungu wao na yale majitu. Ndio maana wakayaona yale majitu ni mapanzi dhidi ya Mungu wao. Ngoja nikutie moyo mpendwa, hakikisha imani yako unaijenga kwa Mungu, si kwa matatizo. Imani yako unaijenga kwa Mungu mwenye nguvu, si katika majitu. Ukijenga imani kwa Mungu, kila lijitu kubwa, lichangamoto likubwa, tatizo kubwa kwako litakuwa ni panzi. Hata kama litaendelea kuwepo, ukiliangalia sema tu ni panzi. Maana wewe hujioni wewe dhidi ya yeye, unamwona Mungu wako dhidi ya changamoto. Jambo la pili tumesema imani katika matendo. Kalebu aliamini katika Mungu theoretically au katika nadharia kwanza kwamba Mungu anaweza. Lakini leo katika jambo hili la pili la wiki hii tulilojifunza, hicho anachokiamini kinakwenda katika vitendo. Sasa je, Kalebu alikuwa na uthubutu wa kutenda kwa imani katika magumu na majitu na machangamoto na mamilima ya nchi ile ahadi, kipengele ambacho walisema atakichukua? Kwanza, Kalebu aliamini imani ya Yoshua 1 aliposema kila mahali mguu wako utakapokanyaga patakuwa pako. Leo imefika mahali ambapo alipakanyaga wakati anapeleleza nchi ya ahadi, anatakiwa apachukue pawe pake. Anatoa kauli gani mbele ya changamoto ya majitu kwenye milima mikubwa, yale giants na milima migumu ambayo anapaswa kuiteka nyara? Sasa imani yake leo inaingia kwenye vitendo. Tunajifunza nini? Kitabu cha Yoshua 14 mstari wa 12 anasema, basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi wa Anaki walivyokuwa huko na miji iliyokuwa mikubwa yenye boma. Yumkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Baada ya miaka mingine zaidi ya 40 anafika kwenye nchi ambayo aliikanyagaga miaka 40 iliyopita, ambayo Mungu alimuahidi utakujaga kuichukua nchi. Ili jambo ni la kwako, ili jambo ni la kwako. Sasa anasema ahairishi kwa sababu ya ugumu wa changamoto iliyokuwa kwenye ile eneo. Caleb anamwambia Yoshua, naomba unipe mlima huu, naomba unipe haka changamoto, naomba unipe haya majitu. Kama Bwana alivyoahidi atatenda. Kama Bwana alivyoahidi atatenda. Aliahidi wapi? Katika kitabu cha Hesabu 14:24 Mungu anamuahidi Kalebu, anasema lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake. Shika hii, ndio tunamaliza nayo. Lakini mtumishi wangu ya Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote. Nimekuambia Kalebu manake ni wholeheartedness, moyo wote. Anasema nitamleta yeye mpaka hiyo nchi, hiyo
nchi hiyo aliyoingia na uzao wake wataimiliki. Mbele yake kuna changamoto, milima mikubwa sana, majitu yametanda kwenye milima, lakini anasema naomba mlima huu. Kwa nini? Kalebu aliamini Mungu aliyeahidi ni mwaminifu, atamshindia kila vita vilivyosimama mbele yake, kila ugumu ulio mbele yake, kila jitu lilo mbele yake. Kwa nini? Mungu akisema mimi kazi yangu ni kuamini. Ndio msimamo wa Yakobo. Hiki ni kitu samana mchanganya na Yakobo, Kalebu. Hiki ni kitu bora cha kukiiga kwenye maisha yako. Anasema chunguzeni waliowaongoza, baada ya kuchunguza mwisho wao iigeni imani yao. Nikutie moyo, iige imani ya Kalebu ya kuamini kile Mungu alichosema kwenye maisha yako lazima kitokee, hata kama kitachukua miaka mingapi. Kwako lazima kiwe, kwa jina la Yesu. Kumwamini Mungu na uweza wake kwa vitendo ndio maana ya nipe mlima huu. Katika maisha yako usije ukasahau alichokuahidi Mungu. Imani yako juu ya ahadi za Mungu isije ikapoa, kwa sababu Mungu aliahidi ni mwaminifu na lazima afanye alichokiahidi. Kataa sababu zozote halali. Nisikilize, halali sio haramu. Kataa sababu zozote halali za kuchoka kumsubiria Mungu, za kukatia tamaa ahadi za Mungu. Shetani atakuleta sababu nyingi sana halali kabisa. Kabila lako, professional unayochagua, nchi unayotokea, wanaokuzunguka, watakuletea sababu sahihi kabisa za kukata tamaa kumwamini Mungu. Imani tunayopaswa kuiga leo, imani ya waliotangulia, imani ya Kalebu. Kalebu alikataa kukata tamaa. Sikiliza, miaka 40 plus amekuwa akisubiria kuimiliki nchi, na anapoingia kwenye nchi achagui sehemu dhaifu, anachagua pale pale alipokanyaga. Mguu wako utakapokanyaga nitakupa. Alafu anachukua ile nchi na changamoto zote haziogopi, maana naamini Mungu atatenda, na Mungu alimtendea. Hiki ni kitu bora kabisa cha kukiiga wiki hii. Mahali ambapo Yoshua mahali ambapo Kalebu alienda kupamiliki, anapopachukua katika Yoshua 14, palikuwa panaitwa Kiriath Arba. Kiriath Arba maana yake ni a city of giants, jiji la majitu, jiji linalotisha, changamoto za ajabu. Lakini tunajifunza nini? Hakuna changamoto yoyote iliyo kubwa kwenye maisha yako ambayo kama utamwamini Mungu wholeheartedly, kwa moyo wako wote, ambayo utashindwa kuishinda ukiwa na Mungu. Kalebu alichagua ile changamoto kubwa na majitu ya kutisha na milima ya hatari, sio ili aonyeshe uwezo wake wa kijeshi wa kuchukua maeneo, bali ili aonyeshe uwezo wa Mungu wake anayemwabudu dhidi ya kila changamoto kubwa. Kwenye maisha ya imani watu wanachagua. Kuna watu wanachagua imani katika mambo madogo na changamoto ndogo, kwa sababu wao kwenye akili zao Mungu wao ni wa vitu vidogo. Kuna watu wameamua kwa makusudi kabisa, bila kujali changamoto na hali yake ya kiuchumi alionayo, umaarufu wake, mambo makubwa na changamoto kubwa, majitu makubwa, milima ya kutisha, kwa sababu wanaamini sio kwa nguvu, bali ni kwa uwezo wa Mungu wa mbinguni. Ana uwezo wa kukabiliana na changamoto lolote lilo mbele yake. Imani hii ndio imani unapaswa uige katika somo la wiki hii. Lakini jambo lingine katika sehemu hii la mwisho, jifunze kuwa na nguvu ya imani ya maazimio. Watu wengi wanaamini lakini hawajaazimia kutoka moyoni. Naye Danieli aliazimia kutoka moyoni, hata jitia unajisi na chakula cha mfalme, na Danieli alishinda
walipokuja kupimwa IQ yao alikuwa mara 10 ya wasomi wote. Kwa nini? Kuna nguvu kubwa katika kuazimia, tena maazimio yako ukiwa na Mungu. Huyu anaitwa Kalebu aliazimia kutoka moyoni kabisa kumiliki changamoto kubwa kubwa na kuzishinda akiwa na Mungu, na alimiliki eneo lote la milima, na yale majitu yenye kutisha na nguvu yalikimbia kabisa, maana akiwa na Mungu moyoni mwake, amejitoa kwa Mungu kabisa. Vijitu vyote vilikuwa kama panzi machoni pake, kwa maana macho ya mtu mwenye Mungu, kila changamoto ni panzi kwenye macho hayo. Macho ya mtu asiye na Mungu, mwenye wasiwasi na kumtilia shaka Mungu, kila changamoto kwake ni jitu kubwa, na yeye kwake anajiona ni panzi. Iga hii kitu ya Kalebu, itakusaidia sana. Tusome Yoshua 14 mstari wa 7. Anasemaje? Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza nchi hiyo. Nami nilimletea habari njema kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Yoshua alishinda vitu vingi. Miongoni mwa kitu alichokishinda, anapoongea maneno haya alikuwa na miaka 85. Wakati alipokanyaga eneo hilo kwa mara ya kwanza kama mpelelezi wa kijeshi alikuwa na miaka 40. Lakini anasema mimi nilimletea Mungu habari njema kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Atukumbusha nini? Aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Ndani yake aliona ushindi, na ndivyo ilivyokuwa. Ndani yake aliona majitu ni panzi, ndivyo alivyokuwa, na akayashinda. Nikukumbushe, pamoja na haya yote, Yoshua alishinda jaribu moja tunaliita white hair temptation, jaribu la nywele nyeupe. Watu wengi wakishaanza kuona nywele zao zinaanza kuwa nyeupe kamvi, wanavunjika moyo, wanajua wanakwenda kufa. Yoshua akiwa na miaka 85, mzee, ndio anashinda kuichukua ile nchi. Hakukata tamaa kwa miaka 40. Mvi, uchovu, umri kuzidi si changamoto kwa mtu mcha Mungu. Kwanza hajali, kwanza uzingatii, maana anasema hawatazimia moyo, hawatachoka, watasonga mbele, watapaa kama tai. Mungu atawapa nguvu mpya. Hii ifanye kuwa kitu yako. Hii roho ile kwa ndani ya Yoshua ninakuombea iwe roho yako. Jambo la tatu ni kitu cha kukabidhi mwenge. Kukabidhi mwenge. Kukabidhi mwenge ni nini? Inapatikana Yoshua 15, 16 mpaka 17. Yoshua ameshamiliki eneo lile. Kuna vieneo vichache tuendelea kupigana vita ndogo ili amiliki eneo ambalo aliliomba kutoka kwa Mungu, lenye changamoto lakini lina maana kubwa sana. Umri wake umeenda. Anajua imani yake, anakwenda kupumzika sasa, vita amevimaliza. Sasa ni nani atakaye endeleza harakati zake? Kalebu anagundua ana mtoto wa kike anaitwa Aksa. Na Aksa ameshapevuka tayari kwa kuolewa. Kukabidhi mwenge manake nini? Yoshua huyu anaitwa Kalebu anasema mtu mwenye uwezo wa kushinda vita na kuteka ili eneo dogo ambalo liko Debiri ndiye atakayemuoa mtoto wangu. Sijalishi kama ana uwezo mkubwa. Leo watu wakitaka kuolewa au kuoa wanaangalia funguo 3. Ana gari, ana nyumba, ana ofisi. Lakini kwa watu wa imani wakina Kalebu hawakuangalia funguo 3. Waliangalia ability, uwezo wa huyo mwanaume wa kurani mambo magumu na kuyafanya kuwa mepesi. Sasa akaweka challenge kwamba yeyote ambaye atafanikiwa kushinda mji wa Debiri akauteka, nampa mtoto wangu. Jamaa mmoja anaitwa Othniel akaenda akashinda.
Sasa kwa nini Yoshua anamkabidhi amesamani? Kwa nini huyu anaitwa Caleb anamkabidhi Othnieli mtoto wake wa kike Aksa aweze kuwa mke wa Othnieli ambaye alikuwa kimsingi ni kama wanakaundugu kidogo, naye pia ni mpwa? Kwa sababu anakabidhi legacy ya imani. Yeye anaenda kufa, lakini hawa watu wataendeleza alichokuwa nacho. Katika maandiko matakatifu, mtu yoyote akipigana akashinda, maana yake litafsirika kwamba huyo mtu ana Mungu. Watu wenye Mungu wakati wakiwa katika ile mahusiano ya juu na Mungu, kila vita walivyoingia walishinda. Kwa hiyo Kalebu alitafuta kijana ambaye atamuoa mtoto wake awe ni mtu atakayeshinda. Akilini mwake anajua yeyote atakayeshinda vita vile vya Kanaani hauwezi kushinda kama huna Mungu. Hata wenyewe waliwahi kushindwa walipomwacha Mungu. Maana yake nini? Alikuwa analidhisha imani kwa kizazi kijacho. Alijua imani yake anaenda kupumzika, lazima wawepo watu watakaoendeleza. Othnieli akashinda hii challenge. Baadaye mwamuzi wa kwanza wa Israeli aliyepatikana alikuwa ni huyu Othnieli. CV yake aliyoitumia kupata mahusiano na ukoo wa kishujaa wa Kalebu unamfanya kuwa mwamuzi wa kwanza wa Israeli. Tunajifunza kitu gani? Jifunze kurithisha watoto wako vitu vizuri. Qualification ya kwanza unapotazamia kuondoka katika dunia hii, je, imani yako unamrithisha nani? Watu wako umewarithisha imani? Ndicho ambacho kilikuwa kinamsumbua mtumishi wa Mungu huyu Kalebu, na akafanikiwa. Jambo la nne ni shujaa mnyenyekevu. Yale mambo matatu tuko tunamwangalia Kalebu, ila jambo la 4 tunamwangalia Yoshua. Sasa angalau Yoshua alikuwa ni shujaa mkubwa sana. Katika kitabu cha Yoshua 19 mstari wa 49 mpaka 51, tutasoma 49 kidogo. Katika mwisho wa Yoshua kuna kitu kikubwa kizuri cha kujifunza hapa, cha kuiga. Tumesema baada ya kuangalia miisho yao, igeni imani yao. Basi Yoshua 19:49 nasema, basi wakamaliza hiyo kazi yao ya kuigawa nchi iwe urithi wa kuandamana mipaka yake. Kisha wana wa Israeli, sikiliza, kisha wana wa Israeli wakampa Yoshua mwana wa Nuni urithi katika yao. Yoshua alikuwa ni kiongozi. Yoshua alikuwa ni kiongozi bora kabisa ambaye ni mnyenyekevu. Sifa ya kwanza ya kiongozi ni mnyenyekevu. Hii ni aina ya uongozi ambao Yesu aliuleta, kwamba tunaongoza kwa kunyenyekea na sio kwa kujiinua. Anasema atakayejiinua atashushwa. Yoshua alikuwa anasimamia zoezi la kugawa keki ya taifa la Israeli, ardhi walioiteka. Hakuwahi kuwa wa kwanza kuchukua hata eka moja au 20 kwa 21. Yoshua alichokifanya, aliwatanguliza raia, wananchi wake kwanza, na wale watu ambao Mungu amewaweka chini yake. Akahakikisha kila mmoja anapata mgao wake. Kila mmoja anapata mgao wake hadi mwishoni yeye ndiye akachukua portion ya eneo lake. Ananikumbusha wazee wangu wa kanisa fulani la mahali ambako tunasali mtaa yetu kule. Wale nao wana principle kama ya Yoshua. Kwenye sikukuu za kidini, za kiroho, ikifika swala la chakula, wao wameweka kanuni. Lazima wahakikishe wageni na waumini wote wamekula na kulizika, wao ndio wanakula. Lakini tunamuona Yoshua anawagawia wote eneo lote. Hilo baki wenyewe waumini, wenyewe wananchi wanamkumbuka na kumgawia portion zile nzuri. Yoshua nawe chukua hiki bwana, umekuwa busy sana. Jifunze kutumikia watu, Mungu atakulipa.
Usitangulize malipo. Mungu ana njia maelfu za kumlipa mtu wake asiye na ubinafsi. Mungu ana manjia elfu ya kuwalipa viongozi kwa njia usioweza kujua wewe. Jifunze kuwatanguliza unaowaongoza. Huyu ndio Yoshua, kiongozi shujaa mnyenyekevu. Yoshua, eneo ambalo anapewa liliitwa Timnath Sera. Yoshua anakuwa wa mwisho, sehemu iliyosazwa au eneo lililobaki. Timnath Sera manake ni eneo lililobaki. Eneo lililobaki. Kama ni kiongozi, jifunze kuwatanguliza unaowaongoza. Kama ni manager, jifunze kuwatanguliza unaowaongoza. Shuka chini, wahudumie unaowaongoza. Mungu atakulipa kupitia hao au kupitia wengine. Kama ni kiongozi wa kisiasa, jifunze kushuka na kuwahudumia na kuwapenda unaowaongoza. Kama ni kiongozi wa kiroho, wewe usio kwa ajili ya kutumikiwa, watumikie watu wako. Mungu ana njia maelfu za kukulipa. Ni somo kubwa sana ambalo mwenyewe limenifundisha sana katika wiki hii. Lakini Yoshua anachukua eneo karibu na Shilo. Eneo linaloitwa Shilo. Shilo ilikuwa ni mahali ambapo ilikuwa imewekwa hema ya ibada, hema ya kukutania. Maana yake nini? Yoshua anaamua kukaa karibu na uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu. Baada ya kazi kubwa aliyoifanya, alikaa katika uwepo wa Mungu, karibu na maeneo ya Shilo. Eneo lake alikaa karibu na ibada. Katika siku hizi za mwisho, Mungu anataka viongozi wakae karibu na uwepo wake, wakae karibu na maarifa yake, wakae karibu na nguvu zake. Ndicho ambacho Yoshua anatufundisha. Ndio urithi tunaochukua kwa Yoshua. Zaburi 27 mstari wa 4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Baada ya kazi yoyote unayofanya, kaa miguuni pa Bwana. Baada ya changamoto zote za maisha, kaa miguuni pa Bwana. Baada ya migogoro unayopitia, kaa miguuni pa Bwana. Hapo ndipo utapata hekima, hapo ndipo utapata nguvu, hapo ndipo utapata uzima, hapo ndipo utakuwa, hapo ndipo utafanikishwa, na hapo ndipo utajenga imani kwa Mungu na utang'olewa imani yako kwa wanadamu. Jambo la 5 la mwisho, jinsi ya kupata imani. Jinsi ya kupata imani. Tunajifunza nini kwa ujumla kutoka kwa watu hawa wa Mungu wawili, Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune? Kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 1 mpaka wa 2. Waebrania 12 mstari wa 1 mpaka wa 2 anasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na ile dhambi tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mstari wa 2, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiliza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ufanye nini basi? Mtazame Yesu, mtegemee Yesu, zitegemee nguvu zake. Unajua shetani anakuwinda, ahakikishe macho yako ya rohoni na ya kimwili yanatazama ugumu ulio mbele yako, dhambi zinazokuzinga. Anasema hiyo ni mizigo, tua mizigo mizito na dhambi inayokuzinga mbele yako. Halafu anasema focus, ni manake weka umakini wako wote kwa Yesu. Ninajua unasumbuliwa na kauzinzi, ninajua unasumbuliwa na utapeli, unasumbuliwa na tamaa, unasumbuliwa na maradhi na magonjwa. Shetani anatafuta namna akuchanganye akili yako, utazame matatizo yako, utazame changamoto yako. Mwisho hawa watu tunajifunza walimtazama Mungu. Licha ya changamoto walizokuwa nazo, walimtazama Mungu mwenye kuanzisha na kutimiliza
imani yao, mwenye kuanzisha na kutimiliza imani yao. Kwa nini umtazame Yesu? Katika siku hizi za mwisho, mivuto ya nje na pressure, mgandamizo mkubwa wa dunia ambao kitabu cha Ufunuo 18 anasema uchawi wa kisasa wa dunia hii umetengenezwa kuvuruga fahamu zetu, kuvuruga mwelekeo wetu. Sasa ufanye nini? Unapomtazama Yesu, omba ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Hakikisha nguvu iliyo ndani yako ni kubwa kuliko nguvu ya mivuto kutoka nje. Warumi 12:1-2 anasema kwamba tufanywe upya kwa kubadilishwa nia yetu. Hakikisha nguvu iliyo ndani yako ni kubwa kuliko mivuto hasi iliyo nje. Na nguvu hii tunaita ni nguvu ya Roho Mtakatifu. 1:8 Matendo, nanyi mtapokea nguvu akisha kujilia Roho Mtakatifu. Je, unatamani kuiga imani? Muige Yesu. Roho ya tofauti iliyokuwa ndani ya Caleb, roho ya tofauti iliyokuwa ndani ya Yoshua iwe ndani yako sasa kwa jina la Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu zifunike moyo wako sasa kwa jina la Yesu. Bwana akupe uwezo wa kudhibiti kila mivuto, kila misukumo, migandamizo, pressure kali ya nje ya dunia, mitandao ya kijamii, pressure ya ndugu, pressure ya jamii, kukuhakikisha na kupin down na kukufunga usiwe mcha Mungu. Mungu akupe nguvu ya kukabiliana na kila changamoto ya imani unayopitia. Ikiwa unasema somo hili nimejifunza na naomba Mungu nisaidie, ninakuombea kwa Mungu wa mbinguni akuonekanie katika maisha yako. Ninakuombea kwa Mungu wa mbinguni aachilie nguvu na ujazo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Basi tuombe. Baba, asante kwa masomo haya mazuri. Binafsi nabarikiwa na mtoto wako anabarikiwa. Ninakuomba na kukusihi Mungu wa mbinguni, zawadi ya Roho Mtakatifu uliompa Yoshua na kumpa Kalebu na ukawafanya wakawa na roho za ajabu ambazo zilitamaniwa na watu wote wasiokucha wewe. Bwana, zawadi hiyo ikawe juu ya mtoto wako. Mpe nguvu ya kukabiliana na kila dhambi zinazomzinga. Mpe nguvu ya kuangusha kila majitu yanayosimama mbele yake. Mpe nguvu ya kuwa mshujaa mnyenyekevu anayekucha wewe. Mpe nguvu ya kusimama na Roho wako ndani yake, akimuongoza na kummisha na kumsaidia katika kila eneo la maisha yake. Na hivi karibuni unapokuja kufunga historia ya ulimwengu, Bwana, ninamuombea mtoto wako na akawe sehemu ya watu watakaochukuliwa kwa ushindi mkubwa, akiungana na jeshi la watu walioacha kumbukumbu bora za imani, akiwemo Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune. Nuru ya uso wako umwangazie, pendo wako umfuate, baraka zako zimzingire, malaika watakatifu wakamzunguke mchana na usiku, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.